Dumbia ni mchezaji wa mangungu. Kwa nini? Simba kwa ushindi ambao tunaotafuta, Dumbia hatufikishi popote pale. Hatufikishi popote pale. Abadani Aslan. Mbona mapema hivi? Jamani, mpira ni mchezo wa wazi. Aliyopo uwanjani na aliyopo nyumbani na aliyopo kijijini anakuambia Dumbia hawezi kutuvusha. Kuna namna ni ile ni 10%. Jamani, mechi 3 kafunga magoli mawili. Hamna kitu brother. Mechi 3 magoli mawili. Hamna kitu kwa Dumbia kutuvusha. Mimi nakataa. Lakini ni mechi ya kirafiki tu hii. Mbona ni kama umeanza kupata shauku mapema? Tumeingiza wachezaji wangapi? Wa kigeni. Kwa nini awe Dumbia? Kwa nini wengine hawasemwi? Mpira ni mchezo wa wazi. No, mpira amepata nafasi ngapi? Tumeona Kagame, yeye na golikipa kafanya nini? Dumbia hamna kitu, asanteni. Mwezi mmoja tukifanya mazoezi, Shaurila ni busi. Ana ngoma pale nyuma kidogo. Kaka mimi hatari, ushaniacha mpira mimi nikiwa kapa balaa. Yule Shaurila akasubiri. Wewe umesajili vikongwe au unaambia utanifunga? Nakwambiaje? Tarehe 12 asipomfunganga ndio chukua dakika 5. Mimi hapa mwenyewe. Ndio chukue. Mimi kikosi ninacho simama Dumbia. Huyo Keleto Makangaka simamwona bana. Tuna mchezaji mzuri Kevin Nation kwenye eneo la midfield. Yupo Kagoma. Wapo wachezaji wazuri hapa tumesajili msimu huu. Dirisha hili kubwa la usajili ya Simba halikuhitaji wachezaji 10 au 12. Lihitaji wachezaji wachache wenye uhitaji wa timu. Kwa sababu dirisha dogo tusajili vizuri. Sasa unataka tuuze wote, tulete wengine wapi? Au? Hamna. Ndio maana tumesajili wachezaji wachache, clean kwa mahitaji ya timu. Yes, maana kuja kucement maeneo ambayo yalikuwa yameregarega kidogo. Sasa tumezoea kila dirisha miaka mitatu nyuma iliyopita kwa kila dirisha tunasajili wachezaji 15 14 wangu. Sasa Suluhu pia ipo, kwa hiyo tukubaliana na Suluhu. Vijana wetu wamepambana, timu ambayo tumekutana nao pia ni nzuri, kwa hiyo hawajapata kuscore goli. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hicho tulichokipata ya Suluhu bila kufungwa. Ni kama mmeloa hivi mashabiki wa Simba, mnaondoka kwa vikundi? Hapana, sio. Hatujaloa. Hii ni Simba. Kwa hiyo hatuwezi kuonyesha makali sana. Mwisho tarehe 12 wakatusoma mchezo. Kwa hiyo hivi tulivyocheza hivi panatosha. Tarehe 12 wasije wakatusoma mchezo, wakajua ni nani mkali. Kwa hiyo tumebakisha silaha zingine tutatumia tarehe 12. Kwa hiyo mmeficha silaha? Tumeficha silaha zingine tutatumia tarehe 12 hapo Zanzibar. Kipi ambacho kinakufanya uitamani zaidi hiyo mechi ya tarehe 12? Ikiwa kwenye mechi ya leo mmeshindwa kupata matokeo. Nina wachezaji wazuri, vijana wadogo, huwezi kufananisha na wazee ambao kwa upande wa pili. Wale wazee ambao kwa upande wa pili kama kina nani? Unawajua wewe, kuna mtu ana miaka 32, 37. Hata huku hapo. Hamna mtu mwenye miaka 32, 37 hamna. Yaani unapomzungumzia Chama ni kijana mdogo kabisa, yani ni mdogo kabisa. Mbichi miaka 27. Kwa hiyo miaka 27. Kwa hiyo yani huwezi kumlinganisha na watu wenye miaka 32. Wachezaji wetu ni wazuri haswa. Kwa hiyo msiangalie mashabiki wengine ambao wanabwabwaja. Neno moja kwa Dumbia, tuma salamu. Dumbia ni mchezaji mzuri, tumpe muda. Msiwe na haraka, wana Simba wote. Wana Simba na mashabiki wenzangu, msiwe na haraka. Dumbia ni mchezaji mzuri, tutamwona tarehe 12. Shukrani. Asante sana. Unasemaje? Dumbia jiwano timu ikiwa bora. Sasa mnataka kila mwaka tusajili wachezaji 15. Kwani inawezekana wapi? Sio kweli. Dirisha dogo tumesajili vizuri, Libase Goya ameingia kule timu moja kwa moja. Anset Yaula, Nixon Kibabaga, Chama ameingia, Nino Siliomba, unamwona Mamadou Kasari, imetosha. Hii dirisha kubwa ilikuwa wachezaji wachache tu. Ndio hawa wachache umewaona. Kina Dumbia, Keleto Mhangagwa, Kevin Nation, Rodri kwenye eneo la midfield. Hii timu iendelee kuwa bora. Sasa mnataka sajili za kishamba. Haiwezekani sisi tukakimbia bondeni kusajili wachezaji vikongwe kama Peter Shaurila ambaye kama liza umri wake wa soka. Shaurila ameanza mpira as a professional player. Mimi niko na saa 5. Dokta. Na umri huu mimi hapa ni kikongwe. Sasa Peter Shaurila ameanza kucheza mpira as a professional player. Mimi niko na saa 5. Nimeanza na saa 7, nimeanza form 1 mpaka form 6, miaka mingapi? Nimeenda chuo kikuu, nimesoma, nimepata degree.
Nimekuja mtaani, maisha amenipiga mpaka nikapata kazi, nikaoa, nikapata na watoto 3, bado acheza. Leo hiyo unamchukua unamsajili, si kikongwe huyo, kikongwe. Alafu unakuja hapa leo unatuambia eti amesajili msajili mzuri. Yupi kikongwe? Kwa maana hiyo hata ukizima sasa hivi. Mimi hapa Dr. Mo na umri wangu huu nikifanya mazoezi mwezi mmoja serious, shauri anigusi. Dr. Kwani hujui shughuli yangu? Dabi ya mashabiki ukiona nilivyo score. Mimi hatari kaka. Mimi baraa. Mimi macheza makongo pale kabulizani Oscar Mirambo. Mimi noma. Yaani kwa sababu tu maisha amenikaba. Natafuta sana hela zaidi ya mpira. Ningekuwa mimi na uendekeza mpira, mimi ningekuwa mbali. Shauri mimi anigusi mwezi huu. Nafundishwa vizuri. Shauri anakaa benchi, anashika viatu, mimi naanza. Daktari, kwa maana hiyo hizi mmeficha mbinu za kuelekea tarehe 12. Ndio kweli huo, tarehe 12 anakufa. Tarehe 12 nakwambia Yanga asifungwa tarehe 12. Njooni mchukue kila mmoja hapa laki vyombo vyote hivi. 1 2 3 4 5 6 laki 6. Yanga asipokufa tarehe 12. Kila chombo kabla kinanoja hapa kija kuchukua laki moja na nisipo hapa kanishakili polisi. Dr. Jeuli hiyo unaitolea wapi? Na timu nzuri. Na kocha mzuri. Sio mbona Steven Baka? Hivi Simba unaionaje? Yupo Kagoma kaneno midfield. Simba imecheza mpira wa kawaida. Sasa nataka kucheza. Si sherehe leo. Leo ingia mchanga. Mchanga upi? Sherehe mfurahie. Hii ni burudani, ni sherehe. Wana Simba tunaadhimisha miaka 90 ya Simba Day, miaka 90 ya kuzaliwa kwa Simba kwa sherehe ya Simba Day. Leo ni sherehe. Utarajia tufunge mpinzani wetu kama Polisi ya Tanzania magoli 9 au 10. Haiwezekani, hii ni sherehe. Ndio maana umetoka kucheza kikosi cha kwanza, umeingia kikosi cha pili, hivyo kila mmoja apate nafasi. Utarajia tushinde? Sio lazima tushinde. Hata tungefungwa leo, lakini bado tuna kikosi kizuri. Tukutane New Amani Complex, tukawanyoosha Yanga. Nimekwambia mwaka huu Yanga hatoki. Msimu uliopita hajalifunga mechi hata hii. Animemfunga New Amani Complex kachukua ubingwa kombe la Muungano, nikamfunga mechi ya ligi, refaliwa mchongo, lazima mchongo wakakataa. Akaja kutoa doa hapa, Beka Jina Saburi akakimbia. Safari na niwashukuru TFF kwa kuleta sheria mpya na bodi ya ligi. Ukienda jumla la dhahabu, alama ngapi? Alama 5. Kama yeye anajiamini sasa, anaweza